Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Issa alishasema kwamba wanajua cha kufanya, kwa tutegemee dabi kawepo kwa kauli zake. Kwa Haji Manara bwana akaja kukijibu kile ambacho alikizungumza bwana Wallace Karia, na haya ndio aliyozungumza Haji Manara. Kwanza tumsikilize alafu tutakuja kukijadili. Nazungumza kwa niaba ya wanayanga. Mimi mshabiki wa, mimi mwanachama, tena mjumbe wa mkutano mkuu kikatiba. Kamati ya utendaji chini ya rais wetu Hersi iitishe mkutano wa dharura. Mkutano mkuu wa dharura. Agenda iwe moja tu, kujadili sakata na tutoe maazimio ya mkutano mkuu. Hatuendi kucheza mechi ya marudiano. Azimio namba 1, mengine yatafuata. Kwa ubabe wa aina hii tutoke na azimio. Manake msiingie nyinyi kina Hersi na kamati ya utendaji, maana hizo shampiga mkwala Arafati. Msemaji wetu naye kishakuwa mkwala sasa hivi naye pembeni. Sasa ili msiingie nyinyi kwenye hiyo mkwala, tuachie, tuleteni sisi mkutano mkuu wa wanachama wa dharura. Ibara 22 ya katiba yetu inaruhusu mkutano mkuu wa dharura wa wanachama. Semeni, tueni notice ya siku 14, siku 7 tukutane. Naam, huyo ni bwana Haji Sande Manara, amezungumza akiwa kama mwanachama lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu, ambao yeye ukimsikiliza hapa Juma vizuri pamoja na Raymond unaweza kuona namna ambavyo amezungumza. Hoja zake ni kwamba anaiomba Young Africans, anaiomba klabu Young Africans, anaomba uongozi Young Africans chini ya Rais Engineer Hersi Said kwamba waitishe mkutano wa dharura. Azimio kuu ni kuhusiana hiki ambacho kinaendelea. Kwa namna ambavyo umemsikia bwana Haji, yani msimamo wa kuigomea dabi huko pale pale. Unajua kila kitu huwa kina mwanzo na huwa kila kitu kina mwisho, si ndio? Jana tulikuwa tuna discuss na kuangalia kwamba hakuna namna yote Young Africans wanaweza wakaikwepa dabi, lakini kwa hicho ambacho kimekuwa kinaendelea na baada ya kauli ya Wallace Karia, nadhani imeenda kwenda kuibua vitu vingi sana, especially kwenye namna ambavyo Young Africans wametoa barua 2, na barua ya kwanza ilikuwa ni kwamba watu wacheza mechi yote tofauti na siku ya tarehe 8 ambayo ilikuwa ni Jumamosi, lakini baada ya hapo Jumapili tena usiku akaja na barua nyingine ambayo nao pia ikisisitiza vile vile. Ukiachana na ujumbe wa Arafat Haji, ikaja barua ya Yanga kwanza, ikaja barua ya pili. Unaona kwamba tamko la klabu ni kwamba hawatocheza mechi nyingine tofauti na mechi ambayo ilikuwa imepangwa siku ya tarehe 8. Nadhani kama ni sehemu ya klabu watahisi hawajatendewa haki, kuna mamlaka zingine ambazo wanaweza wakafanyaje, wanaweza wakaenda mbele zaidi. Japo sina uhakika sana, lakini jana pia usiku nilipata taarifa kwamba Young Africans wameandika barua kupeleka wapi? Kupeleka CAS, kuangalia kwamba namna gani ambavyo yes, kesi yao itaenda kusikilizwa na maamuzi yapi ambayo yanaweza yakafanyika zaidi. Kwa hiyo nadhani huo ni msimamo, lakini kikubwa zaidi tusitegemee pia kama Young Africans wanaweza wakapewa hizo alama 3 ambazo wao walizokuwa wanazihitaji. Kikubwa nachokiona kwa upande wa Yanga, inawezekana shida sio point 3. Shida wanataka haki ifanyaje? Itendeke. Kwa sababu ukimsikiliza Simba unaona ana hoja, ukiwasikiliza Yanga na wenyewe pia wana hoja. Kwa hiyo nadhani bodi ya ligi pamoja na TFF walipaswa kuwa mstari wa katikati kuviita hivi vilabu na kukaa navyo chini na kuhakikisha kwamba suluhu inaenda kwenda kufanyaje, inaenda kwenda kufikiwa kwa asilimia kubwa. Sidhani kama ni swala la kiungwana zaidi kuiona Young Africans wakienda CAS wakati tatizo lao bado hata TFF alijeza kufanyaje, alijeza kuweza kufanywa utatuzi kazi, bado utatuzi wa kutosha. Lakini kwa kauli ambazo tulizisikia kutoka kwa upande wa rais wa TFF, pengine wameona hawawezi wakakaa naye tena meza moja kwa ajili ya kufanyaje, ya kudiscuss hili swala. Wameona ni bora waende kwenye vyombo ambavyo patakuwa pana fair kwa upande wao, kwa sababu hakutakuwa na pingamizi sehemu yote ile kwamba wataitwa Simba, wataitwa Yanga, TFF, bodi ya ligi watakaa chini na mwisho wa siku watafanyaje, watasuluhishwa zaidi. Naamini hii ni moja kati ya dabi bora 5 barani Afrika. Kwa hiyo
kafu wenyewe hawatoona dabi miongoni mwa dabi ambazo zilikuwa zinafanya vizuri zaidi ikaja ikaharibika kwa vitu ambavyo wao wana uwezo wa kutolea maamuzi. Na jana pia tulimsikia Gelson Msigu akizungumza akisema kwamba wao kama serikali hawajapata taarifa yoyote ya kuhusiana na issue ya dabi na upangaji wa tarehe, lakini kama jambo litawashinda basi wanapaswa, milango iko wazi. Yes, milango iko wazi, watakaa nao chini, watawasikiliza na pengine hekima inaweza ikatumika namna gani ambavyo wanaweza wakaliendea jambo. Hekima tena? Sio busara, ni hekima. Hekima na busara ni kitu kimoja bwana. Mahakamani ushaona inatumika hekima? Yaani kwenye hiyo juma umemaanisha hekima kwa nini? Kwenye engo ipi? Hekima ni kukaa nao kwanza chini, si ndio? Alafu baada ya hapo ni kulipatia hilo jambo utatoa. Unapokaa nao chini kwa kutumia hekima, maana yake unaingiza busara hapo. Hekima ni hekima ni kitu kimoja, sawa? Yaani busara ni kulifanya jambo likaa fair. Bwana, hebu tulimalizeni pasipokuwa na adhabu yoyote ile, si ndio? Hekima mnaenda kwenda kukutana na watu ambao pengine wamewatangulia kiumri, watakaa na nyie chini, watasikiliza, wataona sehemu yenye tatizo, wataenda kunyoosha na maisha mengine yatafanyaje? Yataendelea. Kwa hiyo mimi vile Juma, yaani tayari nayo umeangukia kwenye kundi lile. Hapana. Hivi unahisi kuna mtu anaweza akachapwa viboko katika hao? It's not about kuchapwa viboko. Yaani hamna mtu ameandaka watu wachapwe viboko. Kila mtu anatamani kuona haki ikitendeka na kila mtu anatamani kuona kanuni na sheria zikisimamiwa regardless ni nani amekosea. Yaani hekima na busara ni vimekaribiana. Yanga tayari alikosea, apewe adhabu kutokana na kosa ambalo amelifanya. Simba akakosea, apewe adhabu kutokana na kosa ambalo amelifanya. Lakini ukisema tuweke hekima, ina maana tayari hapo ni busara tena. Ina maana tena maslahi na busara ndio inayoongoza kwenye uamuzi, kudhamiria jambo fulani. Ukishaweka kikao, maana yake tayari umeruhusu room ya kusema busara, hekima na maslahi mapana yatokee. Lakini hili jambo limekosekana. Hili jambo halina hekima na wala halihitaji busara. Linahitaji muongozo na kanuni. Juma, ukiachana na hekima ni kwamba hata watu ambao Juma umekuta kesi hapa, mtu kaua, unatumia hekima gani kuhukumu hiyo kesi? Yaani hapa jaji atumie hekima, anatakiwa atumie afanyaje? Sheria zinafuata mkondo wake. Sasa kwa nini kwa nini sheria isifuate mkondo wake? Hekima pia inaingia. Unapozungumzia hekima Juma, ina maana ili unaweza kutumia hekima kwa ile Simba na Yanga likapita. Kesho na kesho kutwa atakuja Singida na KMC. Wakafanya kile ambacho wamekifanya Simba na Yanga na wao wakataka hekima. Ina maana mpira wetu utakuwa unaendeshwa kwa hekima kila siku. Juma, wewe mpaka unafika hapo ulipo, kuna case study ambazo umezipitia. Yaani kuna watu ambao waliwafuatilia ambao kana okay, mimi natamani nije kufanya hii kazi ambayo naifanya sasa hivi, na watu walikuvutia katika hilo. Ambao wewe ulikuwa mdogo, wao walikuwa ni wakubwa. Let's say sasa hivi KMC labda na Ken Gold ama na Tabora wanaangalia ile sakata na wanaona okay, kama wale imetumika hekima, kwa nini kwetu ishinde kutumika hekima? Na kama tumeamua tuende kutumia hekima kwenye hivi vitu, tuhakikishe kanuni na sheria zinawekwa pembeni. Tunaanza kufuata hekima na busara. Refa akakosea, tunatumia hekima na busara. Watu wajeta timu uwanjani, tunatumia hekima na busara. Na tukisema hekima, Tabora nyie mlicheza mechi na watu 8. Kwa nini hekima hazikutumika hapo? Kwamba jamani sisi wote wa Tanzania tunacheza ligi moja, tutumie hekima, uchezwe kesho. Lakini nikirudi kwako Raymond, nguvu ndogo, yani haitakiwi kuwa na hekima. Yani mpira ukishaweka kwenye mpira hakuna hekima na busara, haki inakuwa itendeke. Ina maana umetoa zile kanuni na sheria. Kwa nini mimi nimezungumzia issue ya hekima, si ndio? Kutokana na kauli za rais baada ya kuzungumza ile majuzi, si ndio? Na mimi nilizungumza pia nikasema kauli za rais washirikisho kwenda kwa walengwa hazikuwa sahihi, si ndio? Ili yani alitakiwa kutumia hekima kubwa sana kwenye kujibu maswali. Mimi kwa upande wangu jamani, to be honest, mimi rais, ngoja kwanza mimi rais Karia alichokizungumza, mimi naona yuko perfect. Hapana, hayuko sawa. Yaani yule ni rais, atakiwa kulegeza misuli. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Sehemu ambayo paswi kuweza kulegeza, si ndio? Kwenye kanuni na sheria. Yaani pale ndo atakiwi. Hapana, rais huwezi ukawa sawa na wewe Juma. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Yule ni rais, lazima yani mtu akutambue kwa rais misimamo ni hii. Unajua kuna body language ukizungumza, mtu anajua misimamo ya rais. Kuambia watu wamefanya vitu vya kitoto, sawa?
Ni sawa. Mantiki yake ni kwamba hajamaanisha utoto. Ngoja. Ni utoto. Juma, kilichofanyika ni utoto, sio utoto. Haiwezi kaa utoto. Ni nini? Kwa sababu kila mmoja alisimama kwenye sheria na kanuni ambazo. Ngoja kwanza, sheria zipi? Sheria gani ambayo